Si ni fundi? Fundi brother, huwezi kupata hela bila kutoka nyumbani. Umeelewa? Aya, siku hiyo umeumwa na watoto wanatakiwa wale, wanatakiwa waende shule. Wewe umeumwa na chanzo chako wewe cha pesa ni hicho kimoja. Umeelewa? Kwamba unafanyaje sasa hapo, utaanza kuishi vipi? Kwa swali lilopo mimi kitu ambacho nilikuwa najaribu kutaka kuongea ni kitu kimoja, kwamba ukiweza, umeelewa? Ukiweza, kwa mfano kama mimi si nilikuwa bado niko nyumbani mpaka sasa hivi, au sio brother? Mwenyezi Mungu amenisaidia, nimepata shilingi 50,000. Ile 50,000 haitakiwi mimi kuiteketeza. Umeelewa? Niweke 50,000 wapi ili nipate shilingi 20,000 nyingine? Umeelewa? Ukitengeneza huo mfumo inakuwa kwako wewe ni rahisi. Kwa sababu gani? Ipo siku moja brother, unatamani leo kukaa na familia yako nyumbani, lakini mazingira haujayatengeneza vizuri ya kutoka siku hiyo, eti kwamba maisha yako wewe hayawezi kwenda bila kutoka nyumbani. Sometimes tunatamani hata tukae na familia, tupige nao story, tujuane vizuri. Wewe unaweza ukawa sasa hivi brother, wewe hapo maisha yako yote unaweza kukuta hata mke wako umjui vizuri, hata mtoto wako kabisa yule wa nyumbani pale umjui vizuri. Kwa sababu gani? Unatoka saa 11 asubuhi unarudi saa 6 usiku, kesho saa 11. Umeelewa? Yani hata watoto wako huwajui vizuri. Kwa sababu gani? Muda mwingi sana tunatumia tuko katika utafutaji. Sawa, hilo la muhimu. Kwa ukipata hilo kidogo, jaribu kuweka sehemu nyingine. Yani tengeneza basi hata kanini kamgawa, au sio? Tengeneza matunda. Issue iko hivi, yani issue iko hivi Fred. Hauwezi ukapata mipango yani kama hujapitia shida. Siku zote watu ambao wanakuaga na mipango ni watu ambao wanakuaga wanapitia shida. Yani huna hela, huna hata 100. Sasa hivi mimi hapo kuniuliza mipango ndio nao. Ninayo vizuri kwa kununua uwanja. Lakini sina hata 100. Umeelewa? Sina hela, lakini ukipata hela tu. Hela ni shetani. Ukipata hela, ile hela ukipata, umeona? Pale pale ule mpango unafanyaje? Unatoka. Swali linakuja, kwa nini wewe sasa biashara yako unaiendeleza? Kwa sababu biashara yako unaiendeleza kwa sababu uko ndani ya nini? Ya kutoboa tu ni kazi, kutoboa tu kazi. Umepata sasa hivi hapa, umepata hela yako ya mshahara pale pale huku kwenye fomu ya kazi yako. Kwa maana wewe hela yako kwanza kuwaza uhuni, umalaya, unakuwa mna, kwa sababu unawaza sasa hivi kwa nini? Iko hivi. Yaani hela umeipata kwa mfano 200,000. Yes. Yale ni matumizi yako wewe mwenyewe. Yes. Hiyo hela hiyo 200,000, hata kama uko katika mazingira gani unaweza kaenda ukaichoma moto vile vile. Unaelewa? Kwenda kutumia katika mazingira mengine tofauti. Kwa swala hapo lilopo ni maamuzi yako wewe. Hiyo 200,000 uende ukaiduplicate iwe nyingi au uende kuichoma moto. Unajua mimi nakwambia kweli, watu wanaokuelemishaga mara nyingi wanakuaga na kitu. Yaani mgongo nyuma yake kunakuwa na mgongo. Vuta maisha yangu mimi nilionao mimi. Mimi nalipa kodi 200,000 na shilingi 40,000. Umeelewa? Nalipa kodi miezi 6. Nina mtoto kila siku anaenda shule. Nina mtoto mwingine naye nalipia shilingi 20,000. Umeelewa? Fundi kazi yangu ni fundi ujenzi. Mimi ili nitoboe kubidi nipate kazi ya 500,000 nayo hela nichukue. Ila sio shilingi 30,000 za mama Kalemera hizo ninazozipata mimi eti nije nitoboe. Unasemaje mama yetu?